Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kabaruza. Tumi kwanza mama tonzi hapa shika. Malaba. Niko fresh. Wanasema umekuwa, hongera. Asante, nashukuru Mungu. Yaani ukifikia kitendo cha kuozesha pia kushukuru Mungu. Maana kuna watu wamezaa nyumbani. Kwa maana ipi? Watu wamezalishwa nyumbani, wamekaa na mikomo yao, hata kuolewa hajawahi kuolewa. Mama, mbona msema hivyo? Inategemea hiyo sasa, hiyo bahati yako. Mbona mimi nimenikuta hiyo? Hilo tayari hilo chukua. Niondoke nalo. Nenda nalo hilo, utaishi nalo. Nafanya interview, nimeshaambiwa nimezaliwa. Kwani wewe umezaa nyumbani? Hamna. Sasa tuendelee. Sawa bwana. Tuanzie harusi ya binti yako, alafu tutakuja kuzungumzia si wakikala na vituko vyake na vitu vyake anavyofanya. Kwanza imekuwa na sintofahamu kubwa. Kila mtu amezungumza na kwake. Tuliona ngoma, alikuwa kutoka Mwali. Mwali, alikuwa na Neema. Okay. Alikuwa na Ilikuwa ni kabila gani? Jamani, huyu Karogwe. Na Lomboga. Na hajavaa nini ile inaitwa? Hajapigwa kamba ya hapa. Hajapigwa kamba ya hapa. Inaitwaje ile? Bima ya afya. Bima ya afya. Hajapigwa bima ya afya. Ile ilikuwa ngoma, namtoa ngoma, lakini kulikuwa kuna mchumba alishaleta barua. Kwa hiyo baada ya kumtoa ngoma, mchumba akaleta mahari. Bi harusi akata na Neema jamboni, huku nyumbani mchumba akaleta mahari. Kwa hiyo tukaona tuliunganisha moja kwa moja. Mpaka na shida tena kumaliza ngoma, jamani ndio ile bi harusi yule Mwali anaolewa. Kwa hiyo Mungu ameninusuru inshallah. Na nilifanya ngoma kwa ukubwa kama send off, basi ilipita moja kwa moja inshallah. Kuna baadhi ya watu walikuwa wakijiuliza sana, inakuwaje ngoma mitandaoni na kati zamani wanasema ngoma mtu akichezwa inakuwa siri. Asisi mambo ya ndani. Mambo ya ndani yale hatukuingia mpaka ndani. Ila pale nje kuonyesha kama sisi na zetu moja bila tatu watu wanaambizana. Ila ndani hatukuonyesha mambo ya ndani. Ila lazima tuonyeshe ile kama utamaduni bado upo. Hata wale ambao wanadharau utamaduni wafanye. Ndio maana yetu. Imekuwa mshangao mkubwa kutokana na wewe ni star na bado unaelekeza unafatisha zile tamaduni. Wengi huwa wakishafika kwenye ustaa basi kuna baadhi ya vitu wanaviacha. Ndio bala. Sasa umeamua kuonyesha tamaduni sasa. Kwamba jamani mimi na ustaa wangu lakini tamaduni zangu bado nazifanya. Ndio bala na wanapata siku hizi. Yaani ndio maana unaona mambo hayaendi, mambo yanafurugikia kwa sababu wamedharau tamaduni zao. Kwa mimi nitaka nifanye vile ili watu wajifunze kwamba tamaduni bado zipo na tunatamba nazo vile vile. Na bado ziko vizuri tu. Kwa hiyo kwenye kujifunza, kuelimisha watu na pia kumfanya binti yangu, Mwenyezi Mungu ameniletea baraka ya ndoa, nimemfungisha ndoa. Na ile kauli ya watu walikuwa wakizungumza, mbona binti yake ameolewa ndoa ambayo haijaeleweka? Mwanaume ni Mkristo, mwanamke ni Muislamu. Nini kinaendelea? Hebu tufungulie hii hapa. Kiendelee nini? Ile si ndoa? Ipi? Ndio maana hata ukipendana Muislamu na Mkristo wanatakiwa kaoane bomani. Wameshaoana bomani, wale ni mke na mume. Ila baadaye watakapokaa kutulia wenyewe watajipanga vizuri, watafunga ndoa ya dini moja hapo. Lakini kwa sasa kwanza wale ni mke na mume. Na ndoa hiyo tu mwingine anaongea hivyo, hata hiyo ya bomani hajaipata. Hana hajatoa barua la message. Anabwabwaje tu. Kwa hiyo tushukuru hilo alopata. Natamani wafafanulie kitu. Wengine wanasema hiyo sio ndoa. Ndoa ni ya halali ni ile ya dini ya Kikristo na ya Kiislamu na ndio inayojulikana kwa Mungu. Hiyo ndoa kwa Mungu inajulikana Kristo na Kiislamu, lakini hiyo tayari ndoa ni halali. Kwamba yule ni mke wake wa haki zake zote. Unanielewa? Serikali najua yule ni mkewe. Kwa hiyo hiyo ambaye Kiislamu na Kikristo itakuja itafanyika, lakini tayari yule ni mke wa mtu. Pale mwanaume anaweza mtu ampamie yule mwanamke ndio atajua sasa kama yule ni mkeo sio mkeo. Lazima yule mtu atajitokeza kama huyu mimi ni mke wangu nimemuoa. Serikali na vitu vyao vipewa. Kwa hiyo mengine tuombe Mungu, Mwenyezi Mungu, mimi naendelea kuomba pia yatatiki baadaye. Ikitokea mkwe anatamani mwanao abadilishe dini aingie kwenye Ukristo, uko tayari kwenye hilo? Hilo silitaji. Utamani kabisa? Hapana. Kwa nini? Hapana, simaanishi hivyo, ila silitaji hilo. Natamani tu mkwe yangu yeye aje huko. Wanasemaga mwanamke hana dini. Hizo si sentence tu. Sentence unajua tunga sentence kwa kutumia herufi A. Lakini mwanamke ana dini yake na amezaliwa kwenye dini, kwa hiyo hiyo ni dini ya mwanamke ipo kabisa. Ikitokea na mwanao naye yuko tayari kwenye hilo, nini hasa? Hawezi kuwa tayari, sababu tayari nishaongea naye sana. Nimekaa naye chini nikamuelewesha kila kitu. Ndio maana hata harusi ya kufunga bomani haikuwa shida kabisa. Ni bora afunge bomani mara 100.
kuliko kanisani. Sawa. Ile wanasema ni ndoa ya mkataba ambayo ina miaka fulani. Ikiisha hiyo miaka kila mtu anaenda kwake. Hapana. Ya moja kwa moja bwana hiyo. Okay. Mimi na nilikuwa pale nimeshuhudia. Sijafu kama hiyo ndoa. Watakapoamua wao sasa kuachana. Ya moja kwa moja ndoa. Sawa. Nini ambacho unaweza ukamhusia binti yako? Ulishawahi kuingia kwenye ndoa, ukakutana na changamoto, ukatoka, umeingia tena kwenye ndoa nyingine. Nini unamhusia? Namhusia uvumilivu, ndoa ni uvumilivu. Hakuna zaidi ya kuvumiliana. Wamekutana, kila mtu ana meno yake 32. Kila mtu ana tabia zake. Tabia za huko haziwezi kuwa za huko, kwa hiyo wakae washare, wakoe kitu kimoja. Kwa hiyo avumilie tu mwanangu. Aseme papa ndoa itamshinda. Kwa hiyo akae avumilie. Basi ndio nichomwambia. Sawa. Nataka pia tumzungumzie Siwa Kikala na vituko vyake na majambo yake. Bwana, moja kati ya kitu ambacho watu wengi sana tumekivutia ama kimetufurahisha ni baada ya kuona binti Msumi anaondoka. Watu Natamani nisikie. Kala aondoke. Aondoke aende bwana wewe. Sasa wewe ufurahi. Akae hapa fanya nini? Baba aende. Na joka lake. Hatuna jana. Aondoke Kwenye nyumba ya familia. Yaani bibi analoga. Bibi analoga jamani. Ulishawahi kukutana na vitu kama hivyo? Katika maisha ya watu hapo mbona? Wachawi. Tunaona tunaishi nao, afu tumwazoea vile vile. Ilishawahi kukukuta ukarogwa dhahiri shahiri na ukarogwa. Wewe mimi kuniloga unipange, ujipange kuniloga mimi. Usiniambie. Mimi nakwambia. Naendaga Sio hapa kwenda, mimi nina kalama yangu kwa Mwenyezi Mungu. Okay. Mimi ukiniloga na unanijia ndotoni kama ulivyo. Yaani naletewa 1 2 3 4 5 tata huyu hapa kaka mtangazaji tu na kufanya yeye. Asubuhi nachukua simu na kupigia ndugu yangu, hebu utaratibu. Taratibu nakata ngwe. Utabaki kajuaje. Mimi sio mogeki ovyo, namshukuru Allah. Okay. Ilishawahi kutokea mtu anataka kukufanyia hivyo ukapata hiyo miracle ya kumuona? Naona ndoto zote mimi naangalia tu wanachekesha. Usiniambie. Naletewa wote. Nawapigia simu wengine siwapigii na waacha tu, unaona kama wanacheza. Okay. Unajua nafasi ambazo tumezipata ni Mwenyezi Mungu ametuweka hapa. Kwa hiyo watu watakutupambania watushushe. Sio kweli, Mungu ndo amekuweka hapa, atajua yeye nitashuka lini. Tukishuka inshallah riziki zetu zimeisha. Kwa hiyo wewe unahangaika, unapoteza muda wako. Unapoteza muda wako. Unjui mwenzio kapewa kama gani? La, mimi sikuomba kwa Mwenyezi Mungu hivyo. Nimesema tu kawaida Allah naomba na Mungu akanipa Nataka tuwaambie neno wale ambao wanahangaika kumshusha Siwa Kikala pale alipo. Nini unawaambia? Kwa kweli wanapambana sana, watashindwa. Hizo hela mnazohangaika nazo bora mkanunue matofali au mnunue mayai ya kuchemsha. Okay, sawa. Tumalizie na hili. Hili la mwisho. Tumzungumzie Mashavu. Kaingia kwenye ndoa baada ya kugundua naye ni mke wa pili. Fujo mtiti. Binti yako na namna hujazungumza naye? Yaani kusema kwa Mungu au vya kulithi vinazidi. Inawezekana pia. Mashavu mimi sasa matoka Mwanza, yule afai kuolewa, ni bado. Sasa mtakuja kunielewa baadaye. Pale hamna kitu, yaani ile ndoa inalegalega. Okay, bado ndoa yake kaje taarifa ya polisi baada ya kupata. Kwa kweli sijapendezewa. Yaani mimi si wakala, sijapendezewa. Na mabaya yangu na wagewage wangu, lakini swala la kubaka sio jambo zuri. Mwenyewe katunza usichana wake, hebu fikiria. Baka dakika hii kaenda kuchona ile jibaba kweli? Polisi shida ni ya ofisi ama mke wake ambaye itakuwa alikuwa na mnyima. Bwana wake na pia anaikaeka kote. Kote. Mimi na sio nataka tuzungumzie issue ya Dula. Wengi wamekuwa wakimsema Dula kwamba ana kodi magari kwa ajili ya kujionyesha mitandaoni. Ana wazimu. Ya kodi ili weje? Nena jambo. Akodi ili weje? Magari yake ananunua na anapenda magari. Yaani kama mtu unajua mtu ana kitu anachopenda. Kuna mtu anapenda saa. Kuna mtu anapenda viatu. Kuna mtu anapenda kuvaa. Yeye ngombe kitu. Anaweza akavaa nguo ya ndani imechanika lakini ya nje kavaa vizuri. Umenielewa sijui? Kuna mtu anapenda tu kujipodoa. Umenielewa? Dula anapenda magari. Ndio bi yake anapenda magari. Magari ananunua. Kodi kwa sababu gani? Yaani kwa nini atafanya kodi nini? Anasema ana kodi ili kwani kazi afanye? Kwa sababu gani? Kazi afanye? Waje. Alafu ni wasanii wenzie hao na mastaa. Hapana, ataanza kuwekea na kadi zake kabisa pale mbele mzio. Ataweka na kadi zake, Dula magari ananunua. Na hana muda huo wa kukodi. Hana muda huo wa kukodi. Sawa. Anatafuta na anafanya kazi mchana na usiku, halali. Mchana na usiku anapiga kazi, kwa hiyo asipate kipato. Wengine wanasema nyanga pia zinachangia.
Nyanga za nini? Zile anazozipiga. Wapige na wao nyanga tuwaone. Wapige na wao, si wapo taalamu humo, wapige, mbona wao hawapati kuja? Wapige na wao. Ukiona mwanzo apiga nyanga, kafanyikiwa naye piga nyanga. Kama rais hizo nyanga. Anaenda kwa bahati. Ndio nasema sasa. Ukiona hivyo sio nyanga, huyo ni Mungu. Yaani umeelewa? Yaani ukiona tu hivyo jua huyo ni Mungu mwenyewe, sio nyanga. Sababu kama nyanga wanapiga sana nyanga, mbona aziwi? Anapata dula. Inabidi tuelekeze kwa mganga. Waganga ndio hao. Waganga ndio hao. Sawa, nena jambo na mashabiki zako nawaambia. Mashabiki zangu nawapenda sana, muda sio mrefu jamani, Mvuje inaendelea. Na hapa nitafanya audition kwa ajili ya wasanii, nitaita wasanii, watu wengi wanapenda uigizaji, wengine wanajua, wanapambania ndoto zao. Kwa hiyo nitawaita kwa ajili ya audition. Baada ya hapo nitawatangaza kwenye usiku wa Mvuje washindi 20 nitakaofanya nao kazi. So kuna fomu zitauzwa, inabidi mnunue hizo fomu kwa ajili ya kupambania ndoto zako. Hakuna atakayekuja kupambania ndoto yako zaidi ya wewe mwenyewe. Sasa wewe kaa ndani. Mungu nione ndani huko. Toka nje, njoo tufanye audition, tufanye kazi pamoja. Allah atasikia kilio chako, utatoka. Sisi tunaweza kuhangaika hivyo. Tulipambana wewe, sasa tunaonekana. Sawa bwana. Mimi niseme asante sana. Thank you so much. Umezungumza Kiingereza? Kwani Kiingereza kina shida gani? Naogopa na Kiingereza. Si international language. Siwa bwana, siwa nena jambo kwa Kiingereza kidogo. International language. Ulipanda basi la njano au ndio hivyo? Miaka hiyo tunasema sisi basi la njano nilikuwa sema kuja juzi hapa. Kwa kipindi hicho hapo. Kipindi hicho basi la njano hamna, lakini mimi nakwambia la saba langu mimi form 4 sasa hivi. Usinapi. Au unanichekesha? Sasa niambie leo upo kwenye shule ya Fatuma Kitasa kwa Kiingereza. Today I'm here. Kitasa shooting. Shooting. Today I'm here. Kitasa faction. Today I'm here. Kitasa faction. Irudie kwa nguvu na mabavu yote. Today I'm here. Kitasa faction. By the way, is Man City earlier. Yake msiti yake. Kile changu nimekiokoteza hicho. Nakijua. Cha ziada yani nimeokota kweli kweli. Umekisukuma chote kimesimama pamoja. Hayo mtizo hapana. Hichi Kiingereza nimekikombeleza. Kilikuwa kinagoma lakini kimefika. Je, Kiingereza jamani lugha ngumu sio si. Sana. Lakini si unajifunza? Najifunza lakini slow. Na mida yangu sio nina njano kwa Kiingereza gombana. Mimi mume wangu mmoja ametoka South Africa na Kiingereza tu. Watoto wake wote wako South Africa tunaongea Kiingereza. Basi sometimes nasema mambo mengi na watoto. Hi mami, hi kwenye video call. Hi mami, hi. How are you? I love you so much my daughter. Finishing. Nimemaliza. Kichwa cha nini? Lugha ngumu hii. Mimi niseme asante sana. Nashukuru sana kwa kweli.